Imetimia saa 12 asubuhi Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, the most important one would be to reopen the medical corridor to the West Bank and East Jerusalem Hospital. Mamlaka ya Israeli yasema timu kutoka Misri na kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu zimeruhusiwa kutafuta miili ya marehemu waliotekwa wakati wa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023. Waandamanaji wapambana na vikosi vya usalama katika miji kote nchini Cameroon siku moja kabla ya matokeo ya uchaguzi wa rais kutangazwa. Huko Tanzania, hoja, matumaini na wasiwasi vinachanganyika, huku visiwani Zanzibar wakihitimisha kampeni za uchaguzi mkuu. Tutaendeleza ujenzi wa nyumba bora za makazi, nyumba za maendeleo, ili wananchi waishi katika nyumba nzuri zaidi, na wale ambao watakuwa na uwezo tutaziuza baadhi ya nyumba hizi kwa gharama nafuu. Lakini kwanza muktasari wa habari za dunia na Jamhuri mwa vyombo. Shukran Martha na karibu msikilizaji. Wafuasi wa chama cha rais wa Argentina Javier Milei wako kwenye sherehe. Ni baada ya kushinda uchaguzi wa katikati ya muhula kwa 40%. Umetajwa kuwa ushindi mkubwa, kwani wameongeza pia viti vingine 6 bungeni. Milei aliingia madarakani kwa sera za kubana matumizi ya serikali, ambapo zimeungwa mkono wazi na Rais Trump. Wakati wa kipindi cha kampeni, Rais Trump alimpa msaada wa dola bilioni 20 Rais Milei na kuahidi fedha zaidi iwapo atashinda kura hizo. Umoja wa Mataifa umetoa wito maelfu ya waathiriwa wa vita huko El Fasher waruhusiwe kuondoka kwa usalama. Waathiriwa hao wamekwama baada ya vikosi vya RSF kutangaza kwamba sasa vina udhibiti kikamilifu mji huo wa kusini magharibi mwa Sudan. Phyllis Mwate anayo maelezo zaidi. Mkuu wa kitengo hicho cha Umoja wa Mataifa kinachohusika na misaada ya kibinadamu, Tom Fletcher, amesema maelfu ya waathiriwa wa mashambulio ya vikosi hivyo vya RSF vilivyotokea eneo la mwisho lililokuwa linadhibitiwa na majeshi ya Sudan huko El Fasher wameshindwa kuuhama mji huo kwa sababu za kiusalama, kwani wanahofia maisha yao. Ametoa wito kwa waathiriwa hao waruhusiwe kuondoka kutoka eneo hilo hatari. Vita hivyo vya Sudan vilivyodumu miaka 2 sasa vimesababisha mauaji na majeraha kwa wengi wasio na hatia, huku mamilioni wengine wakilazimika kuyahama makazi yao. Watu 4 wamefariki katika makabiliano baina ya polisi na waandamanaji huko mjini Douala, Cameroon. Wafuasi wa mgombea wa chama cha upinzani kinachoongozwa na Bwana Issa Chiroma wamekuwa wakiandamana kupinga kile wanachodai ni wizi wa kura zao. Matokeo ya uchaguzi huo wa tangu Oktoba 12 yanatarajiwa kutangazwa baadaye hii leo. Iwapo mgombea wa urais wa chama tawala Paul Biya, ambaye ameitawala Cameroon kwa zaidi ya miaka 40, ndiye atatangazwa mshindi na ndiye rais aliye na umri wa juu zaidi duniani akiwa na umri wa miaka 92. Na mkuu wa sheria wa Venezuela amesema hamna shaka yoyote kuhusu nia ya Rais Trump kutaka kuipendua serikali ya Venezuela na hata kuitawala kikoloni. Hata hivyo, katika mahojiano yake na BBC, Bwana Tarek William Saab amesema Trump anapaswa kujua kwamba kwa miaka mingi CIA imekuwa ikijaribu kufanya hivyo kwa kila hila na mbinu, lakini zinafeli. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za dunia umewasilishwa kwako na Jamhuri mwa vyombo akiwa studio zetu Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio shirika nchini Tanzania ni pamoja na Capital FM na Bomba FM, Zenji FM visiwani Zanzibar. Kenya ni Mwenedu FM, Uganda Voice of Busoga, nchini DRC Radio Muungano Beni, na internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia tunapeperusha moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga.
Mamlaka ya Israel imesema timu kutoka Misri na kamati ya kimataifa Msalaba Mwekundu ICRC zimeruhusiwa kutafuta miili ya marehemu waliotekwa nyara wakati wa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023. Serikali ya Israel imesema timu hizo zimeruhusiwa kutafuta kwa kiwango cha hali ya juu katika eneo linalodhibitiwa na jeshi la ulinzi la Israel huko Gaza. Siku ya Jumapili, vyombo vya habari vya Israel viliripoti kwamba wanachama wa Hamas pia wameruhusiwa kuingia katika eneo linalodhibitiwa na IDF huko Gaza kusaidia msako huo pamoja na timu za ICRC. Zaidi na David Inkia. Hamas imewahamisha mateka 15 kati ya 28 wa Israeli waliofariki chini ya awamu ya kwanza ya makubaliano kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani, ambayo yanaitaka kukabidhi miili yote ya mateka. Kundi hilo limesema sasa linashirikiana na mamlaka za Misri katika kufanya hivyo. Rais wa Marekani Donald Trump tayari ameionya Hamas kuanza kurejesha miili haraka au nchi nyingine zinazohusika katika amani hii zitachukua hatua kali. Mwakilishi wa shirika la Msalaba Mwekundu amesema kwamba kwa sasa jambo muhimu ni kufungua vivuko vyote kuingia Gaza. La muhimu zaidi litakuwa ni kufungua tena ukanda wa matibabu katika ukingo wa magharibi na hospitali za Jerusalem Mashariki. Na bila shaka tunataka kifungo cha Rafa kufunguliwa ili kusaidia kuhakikisha hilo. Wagonjwa wenye uhitaji wanaweza kwenda Misri. Msemaji wa Israel amesema timu ya Misri imeruhusiwa kufanya kazi na ICRC kutafuta miili hiyo na itatumia mashine za kuchimba visima na lori kutafuta katika maeneo yenye mazingira magumu. Misri, Qatar na Uturuki ni mtia saini mkuu wa mpango wa amani wa Gaza ulioratibiwa na Trump, ambao ulitoa saini katika mji wa Sharm el Sheikh wa Misri mapema mwezi huu. Hatua hii inatajwa kuungwa mkono na ndugu wa marehemu wakitamani kuwapa mazishi yanayostahili jamaa zao ambao walikufa katika vita hivi. Taarifa yake David Inkia. Tuelekee Sudani. Kundi la wanamgambo Rapid Support Forces RSF nchini Sudani limesema kuwa limefanikiwa kuteka makao makuu ya jeshi la Sudani katika mji wa Al-Fashir, ngome ya mwisho ya jeshi hilo katika eneo la Darfur magharibi mwa nchi hiyo. Video iliyochapishwa na RSF imeonyesha wanajeshi wake wakishangilia mbele ya bango la kambi ya jeshi la 6th Infantry. Jeshi la Sudan halijatoa tamko lolote kuhusu hali yake ya sasa katika eneo hilo. Zaidi na Beldin Waliaula. Mapigano yameongezeka katika mji wa El Fasher katika jimbo la Darfur kaskazini nchini Sudan baada ya kikosi cha Rapid Support Forces RSF kusema kuwa wameuteka tena mji huo na kuteka kambi kuu ya jeshi la Sudan. Katika taarifa waliochapisha kwenye mitandao ya kijamii, RSF wamesema wameharibu magari mengi ya kivita ya jeshi la Sudan na kuteka silaha zao zilizokuwa katika makao makuu ya kambi ya kijeshi ya El Fasher. Kupoteza kambi hiyo ni pigo kubwa kwa jeshi la Sudan, wakiwa na udhibiti mdogo wa mji wa El Fasher, huku RSF ikidhibiti maeneo mengi katika mji huo. Jeshi la Sudan bado halijatoa tamko lolote kuhusu tukio hilo. Kundi la RSF limekuwa likizingira mji wa El Fasher kwa zaidi ya miezi 18, huku ikiwashambulia raia pamoja na wanajeshi wa serikali ya Sudan. Zaidi ya raia 300,000 wameathirika na vita hivyo katika mji huo. Baada ya shambulio hilo na mji huo kuzingirwa na kikosi cha RSF, jeshi la Sudan limekuwa likipata ugumu wa kuwatuma wanajeshi zaidi na silaha eneo hilo. Kuteka mji wa El Fasher ni ushindi mkubwa wa kijeshi na wa kisiasa kwa kundi la RSF, na huenda ukaleta mgawanyiko wa taifa hilo kwa kuwapa fursa RSF kudhibiti eneo zima la Darfur na kuifanya kwa makao makuu ya serikali ya mbadala walioizindua mapema mwaka huu. El Fasher ndio ulikuwa mji mkubwa pekee chini ya udhibiti wa jeshi la Sudan. Sasa kundi la RSF linadhibiti eneo kubwa la Darfur na Kordofan. Mapigano hayo yakiendelea, raia wa Sudan wanakumbwa na hali mbaya ya kibinadamu ikiwemo baa la njaa, huku RSF ikilaumiwa kutekeleza uhalifu wa kivita. Ni Beldin Waliaula. Sekta ya uchimbaji madini nchini Kameruni inachangia takriban 4% ya pato la taifa, huku mafuta na gesi vikiongoza sekta hiyo. Hata hivyo, uchimbaji wa madini bado haujaendelezwa vya kutosha. Wachimbaji wengi ni wadogo wadogo na wa kienyeji wanaofanya kazi bila zana za kisasa au mbinu bora za uchimbaji, jambo linalowaweka katika mazingira hatarishi na kuwafanya wakabiliwe na changamoto za kiafya. Mwandishi wa BBC Paul Njia ametembelea mgodi wa dhahabu mashariki mwa Kameruni kushuhudia maisha na simulizi za wanawake wanaofanya kazi migodini, na taarifa yake inawasilishwa na Halima Nyanza.
Ni katika vitongoji mashariki mwa Cameroon, wachimba migodi wanatafuta dhahabu katika mgodi wa Kambele. Eneo hili ni pana na limejaa mabonde, machimbo yaliyo wazi na hatari kwa maisha ya wachimba dhahabu. Lakini mamia ya watu wanaofanya kazi katika mgodi huu hawaogopi hilo, ikiwemo wanawake. Ikiwa ndio sehemu pekee ya kupata kipato kwa familia nyingi, Modestine Apoma, ambaye ni mjane na mama wa watoto 3, anasema mazingira ya kufanya kazi hiyo ni magumu sana. Kitambo tukifanya kazi tulikuwa tunatumia mikono. Hakukuwa na hatari sana kama ilivyo sasa, kwani kuna mabwawa mengi yamejaa maji. Tunachimba shimo kiasi kisha tunapata faida. Hicho ndicho cha muhimu. Katika eneo lingine la kuchimba dhahabu, wanasaga mawe huku akina mama wengine wakiosha unga wa mawe uliosagwa kujaribu kupata dhahabu. Karibu na eneo alilokuwepo Ann, kuna wanaume ambao wanatumia zebaki iliyo hatari kwa afya ya binadamu. Wanaume hawa wamemwaga madini yao kwenye bakuli na wanaiosha kwa mikono yao wakitafuta dhahabu. Licha ya wataalamu kuonya kuhusu athari za kutumia zebaki, wachimba migodi hawatilii maanani. Matokeo yake yamefanya baadhi yao kuishi kwa majuto. Mmoja wao ni Solange Mbele, mwenye umri wa miaka 40, ambaye aliacha kazi migodini baada ya kupata matatizo ya kuona. Wakati nilikuwa nasafisha dhahabu migodini, zebaki liniingia machoni. Ndiyo maana nimeacha kufanya kazi karibu mwaka mzima sasa. Daktari alinielezea kuwa ni zebaki liniingia machoni. Dr. Ralph Obase, mtaalamu wa afya na usalama wa umma mjini Yaounde, amekuwa akitoa wito wa kudhibiti matumizi ya zebaki katika migodi. Alichapisha matokeo ya utafiti wake ambao ulifichua athari za matumizi ya zebaki kusafishia dhahabu. Tuliamua kuangalia walioathirika na zebaki kutumia sampuli za nywele. Zebaki ambayo ipo mwilini mwako inaweza kupatikana kwenye nywele na ina uwezo wa kuishi kwa miaka mingi. 72% ya watu wanaotumia zebaki katika uchimbaji wa dhahabu walipatikana na madini hayo kwenye nywele zao. Licha uchimbaji huo madini kuwa na athari nyingi, kwa wengi wao hiyo ndio njia pekee ya kupata kipato. Na taarifa hii inatupeleka viwanjani kwake Phyllis Mwate. Naam, shukran sana Martha. Nikivalia jezi nambari 7 na shuka viwanjani namna hii. Wikendi hii kwenye Premier League mambo yamepamba moto. Sunderland waliwacharaza Chelsea magoli 2-1 kule Stamford Bridge. Brentford nao wakawazima Liverpool kwa mabao 3-2, huku Manchester United wakitakata nyumbani kwa ushindi wa magoli 4-2 dhidi ya Brighton. Sasa Arsenal waliendelea na mwendo mzuri kwa ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Crystal Palace, na Tottenham Hotspur wakatoka kifua mbele baada ya kuichapa Everton mabao 3-0. Kwa sasa, ingawa ni mapema, wadadisi wanasema kwamba vita vya ubingwa vinaonekana kuwa ni kati ya Arsenal, Manchester United au Tottenham, huku wakikuwa na wasiwasi kwani Liverpool wameanza kuyumba. Lakini kwenye mchezo wa soka lolote laweza kutokea, ni mapema sana kuanza kukadiri hilo. Na sasa tuende Hispania kwenye mechi iliyosisimua ya El Clasico. Real Madrid waliibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Barcelona. Bao la kwanza liliwekwa kimiani na Kylian Mbappe. Barcelona nao wakasawazisha kupitia Fermin Lopez, lakini mshambuliaji Jude Bellingham akaamua mchezo kwa bao la pili la Real Madrid. Mchezaji wa jezi namba 8 Pedri wa Barcelona alionyeshwa kadi nyekundu, na Real Madrid walionekana kudhibiti mchezo hadi mwisho wa ushindi wao. Lakini licha ya ushindi wa Real Madrid, mambo yanaonekana kuzidi kutokota kati ya Vinicius Junior na kocha Xabi Alonso. Namba 7 huyo aliguna na kulalamika baada ya kupumzishwa mnamo dakika ya 72, na kocha wake anasema kwa sasa wanafurahia matokeo ya ushindi, kisha bila shaka itambidi yeye na Vini wawe na mazungumzo muhimu. Na kwenye mashindano ya Formula 1 nikimalizia, Lando Norris wa McLaren alichukua uongozi wa ubingwa kwa mara ya kwanza tangu Aprili kwa ushindi mkubwa katika Mexico City Grand Prix. Sasa Norris anaongoza ubingwa kwa point 1 pekee kutoka kwa mwenzake Oscar Piastri, na Max Verstappen wa Red Bull ambaye alimaliza watatu nyuma ya Charles Leclerc wa Ferrari yuko point 36 nje ya uongozi, zikiwa zimesalia mbio 4. Martha, ni kuambia wachamini malizie hapo, kwani nikizidisha itakuwa chungu.
Habari kuu asubuhi hii. Mamlaka ya Israeli yasema timu kutoka Misri na kamati ya kimataifa Msalaba Mwekundu zimeruhusiwa kutafuta miili ya marehemu waliotekwa wakati wa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023. Waandamanaji wapambana na vikosi vya usalama katika miji kadhaa kote nchini Cameroon siku moja kabla ya matokeo ya uchaguzi wa rais kutangazwa. Huko Tanzania, hoja, matumaini na wasiwasi vinachanganyika, huku visiwani Zanzibar wakihitimisha kampeni za uchaguzi mkuu. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Afrika Mashariki ni saa 12 na dakika 16, wakati ni saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni Martha Saranga. Mamia ya waandamanaji wamepambana na vikosi vya usalama katika miji kadhaa kote nchini Cameroon siku moja kabla ya matokeo ya uchaguzi wa urais uliokuwa na upinzani mkubwa kutangazwa. Zaidi na Phyllis Mwate. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi na mizinga ya maji ya washawasha dhidi ya wafuasi wa mgombea upinzani Issa Chiroma Bakari katika ngome yake ya Garoua, mji ulioko kaskazini mwa Cameroon. Waandamanaji walikuwa kilani kile wanachosema kuwa ni mpango wa chama tawala CPDM wa kuiba ushindi kutoka kwa kiongozi huyo wa upinzani. Chiroma Bakari amesisitiza kuwa alishinda uchaguzi wa urais uliofanyika tarehe 12 mwezi wa Oktoba, akipinga utawala wa miaka 43 wa rais aliyeko madarakani Paul Biya. Chama cha CPDM kimekanusha madai hayo. Na sasa maandamano hayo yanakuja baada ya Chiroma Bakari kuwataka wafuasi wake nchini na wale walioko ughaibuni kufanya maandamano kwa amani ili kuikomboa Cameroon. Mamlaka zimepinga marufuku mikusanyiko ya watu hadi Jumatatu, wakati ambapo baraza la katiba la Cameroon litakapokuwa tayari kutangaza matokeo. Waziri huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 76 alivunja uhusiano wake na Paul Biya mwenye umri wa miaka 92 ambaye anawania muhula mwingine baada ya kuwa madarakani kwa miaka 43. Taarifa yake Phyllis Mwate. Tuelekee nchini Tanzania sasa. Watanzania wanakusanya nguvu za mwisho ikiwa zimesalia siku 2 kabla ya siku ya uchaguzi. Hoja, matumaini na wasiwasi vinachanganyika, huku kila mwananchi akijiandaa kuchagua kiongozi atakayeshughulikia changamoto zake. Mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibure ametembelea mitaa Dar es Salaam na kuzungumza na baadhi ya wananchi. Sasa zimebakia siku chache tu kabla ya Watanzania hawajatoka kwenda kupiga kura. Wengi wanasubiri kuona uchaguzi huu utaendaje. Kuanzia mijini hadi vijijini, mijadala imepamba moto, wakisubiri kutoa maamuzi yao Jumatano. Mama anaenda kutufanyia vitu vya maana na vitu vya muhimu na vitakavyotusaidia kwenye maisha yetu. Hivyo ni muhimu sasa tumpigie kura ili tumuonyeshe ushirikiano na sisi au tuonyeshe ushirikiano wake ili mambo yaendelee na nchi iendelee zaidi. Na imani uchaguzi utakuwa wa amani, lakini vile vile kutokana na nchi yetu ina amani, inaotawaliwa na amani. Na imani vile vile uchaguzi utakuwa wa amani na utakuwa na utulivu pasipo na shaka aina yoyote. Lakini sio wote wanaoamini kwamba serikali ya sasa inatekeleza matakwa ya wananchi. Swala la serikali la maandamano au swala la serikali la kupiga kura, vyote vipo ndani ya katiba. Na kuna mtu ambaye anavisimamia na yote ni haki ya huyo mtu mmoja. Sasa wewe unayesimamia ndio mwenye maamuzi. Sio wewe hukuambiwa uzuie, wewe umeambiwa usimamie. Mtu kama amekosea umuelekeze. Bwana, hii njia hautakiwi kupita, pita njia hii kwa utaratibu huu. Sasa unapomwambia kabisa kwamba hakuna njia, hii inaleta picha gani? Yaani wewe unajijengea uadui pasipotakiwa kujenga uadui. Baadhi ya watu wametangaza kufanya maandamano siku ya uchaguzi wakidai uwajibikaji wa serikali na masuala mbalimbali kama kupinga uchaguzi usio huru, utekaji wa raia, katiba mpya na ufisadi uliokithiri. Magari ya polisi yameonekana yakitapakaa katika mitaa ya Dar es Salaam. Wengine wanaona hii ni njia ya kuwauzia hofu wananchi, huku wengine wakisema ni jukumu la polisi kuhakikisha usalama hasa kuelekea uchaguzi mkuu. Kadri siku za uchaguzi zinavyozidi kukaribia, ndivyo Watanzania wanavyoendelea kuonyesha misimamo yao kuhusu ni aina gani ya kiongozi wanayemtaka.
Tukiendelea kusalia nchini Tanzania, jana ilikuwa siku ya mwisho ya kampeni za uchaguzi mkuu visiwani Zanzibar, ambapo wagombea wa vyama vikubwa walipata fursa ya kuwahutubia wapiga kura wao na kuachia salamu za alala salama. Mwandishi wetu Samia Wami yupo kwa visiwani Zanzibar na alituandalia taarifa ifuatayo. Mgombea wa kiti cha urais kwa tiketi ya CCM Dr. Hussein Mwinyi yupo hapa uwanja wa Mnazi Mmoja, uwanja mkubwa kabisa hapa Zanzibar. Anakamilisha ratiba yake ya kampeni baada ya kuzunguka visiwani hapa. Mwinyi amezungumza mambo mengi. Tutaendeleza ujenzi wa nyumba bora za makazi, nyumba za maendeleo, ili wananchi waishi katika nyumba nzuri zaidi, na wale ambao watakuwa na uwezo tutaziuza baadhi ya nyumba hizi kwa gharama nafuu, ili wananchi waweze kumiliki nyumba za gharama nafuu za kisasa kabisa. Lakini yapo kama 10 hivi ambayo wanayauza hapa, na juu kabisa katika vipaumbele vyao wanasisitiza bado amani na mshikamano, wakidai kwamba pasipo kuwa na amani na mshikamano basi mambo mengine kama ya uchumi na vitu kama hivyo havitawezekana. Chama cha Mapinduzi ndio chama pekee ambacho kinaendeleza umoja na mshikamano katika nchi. Chama cha Mapinduzi ndio chama pekee ambacho kinahubiri amani kila siku. Nyewe wenzetu wale mnawasikia wanasema habari za amani. Lakini wananchi wenyewe sasa, kwa sababu niko hapa, nataka kuwauliza wao wanasemaje kuhusiana na uchaguzi huu. Uchaguzi huu uko vizuri. Uchaguzi huu utafanyika kwa salama na amani kabisa, na tutashinda kwa kishindo mchana kweupe. Dada unasemaje? Kama alivyosema mwenzangu ndio hivyo hivyo. Maendeleo yapo. Ajira zipo. Kwa hiyo chochote tutakachokifanya mheshimiwa wetu tuko pamoja naye. Kitu gani ambacho ungependa akifanye zaidi katika awamu hii inayokuja? Ajira kwa vijana. Ajira. Hilo unaona alitie mkazo zaidi? Sana. Kwa sababu vijana vingi ndo kama hivyo tunashangilia, lakini ajira hamna. Kaka vipi wewe? Uchaguzi huu unazungumzia kwa utafanyika kwa amani, furaha, bashasha na ushindi kwa kishindo. Sisi tumejipanga kumpigia kura, yani Oktoba tutiki. Lakini Mwinyi anaingia katika uchaguzi huu akiwa ana rekodi inayosifiwa na wengi kwa kweli, hasa kuhusiana na masuala ya ujenzi wa miundombinu. Miundombinu, Mwinyi amejenga barabara nyingi sana hapa. Wanadai kwamba wamezidi hata kile kiwango ambacho walikuwa wamejiwekea wakati anaingia madarakani. Nimekuja upande wa ACT Wazalendo huku, na wao walikuwa wanamalizia kampeni zao. Kuna furaha kubwa, kitu ambacho ni cha tofauti kwa kweli hapa Zanzibar. Nimegundua kwamba vyama vyote vikubwa viwili, CCM pamoja na kikubwa cha upinzani ACT Wazalendo, wamekuwa na nafasi ya kufanya kampeni zao kwa kiasi kikubwa kwa uhuru kwa kweli, na mambo mengi yamezungumziwa hapa. Nilipata nafasi ya kuwauliza wafuasi hawa wa ACT Wazalendo, wao wanazungumziaje uchaguzi huu, matarajio yao nini hasa wanapokwenda katika uchaguzi huu. Ajenda yangu kwanza si ni mamlaka kamili ambayo tunataka sisi. Shafahamu mamlaka muhimu ndio kila kitu. Alafu mengine rais wetu akiapishwa inshallah atikeleze aliyozungumza kwenye majukwaa. Mmekuwa mkipigania hii mamlaka kamili kwa muda mrefu sasa. Mnadhani mtaipata sasa uchaguzi huu? Kwa uwezo wa Mungu inshallah. Tuna imani kubwa sana kupata. Kuna kitu gani cha tofauti mwaka huu? Tunaviona vingi tu. Tofauti na miaka yote tunayopita. Kwa mfano? Kwa sababu madhari makamu wetu yuko standard. Hapa mara hamna hewa Allah. Mwalimu alikuwa na hewa Allah nyingi. Kwa hiyo tunategemea inshallah atafanya kwa rais wetu. Mambo ya msingi kubwa kuliko yote mamlaka kamili. Ndio tunalitarajia liwe, kwa sababu hatuna mamlaka katika Zanzibar. Ushasikia ndio ukikosa mamlaka unakosa vitu vingi. Lakini nilizungumza pia na mgombea wa urais ambaye pia ni makamu wa kwanza wa urais hapa visiwani Zanzibar, ndugu Othman Masoud Othman, kwamba wao hasa ajenda yao kubwa katika uchaguzi huu ni nini hasa, na haya ndio alikuwa nayo kusema. Ni kwenda kupambana kuondoa ufisadi mkubwa sana ambao umeonekana hasa katika kipindi cha miaka hii mitano, lakini kubwa zaidi ni kwenda kusimamia ujenzi wa Zanzibar mpya kwa maana ya uchumi, na ambao uchumi huu sehemu kubwa ni kwa sababu ya zile haki na mamlaka ambayo
Zanzibar inayo ndani ya muungano na ambayo leo amepaganywa. Kwa hivyo unakuta kwamba wananchi wote matumaini yao makubwa sana ni kutoka katika hali hii tuliyokuwa nayo sasa kwenda katika maisha mapya. Nimesikia unazungumzia kuinusuru Zanzibar. Hili limekuwepo miaka mingi. Uchaguzi huu litawezekanaje? Uchaguzi huu litawezekana kwa sababu uchaguzi huu ni tofauti sana. Fuatilia uchaguzi 95 na miaka mingine. Zanzibar ilikuwa kweli unaona kwamba watu walikuwa wamegawanyika kwa misingi ya mirengo ya kisiasa. Uchaguzi huu jambo moja ambalo ni tofauti kidogo kwa kiasi kikubwa sana. Hii hali ya utawala uliokuwepo kwa miaka hii mitano umewafanya Wazanzibari waungane na kwa kiasi kikubwa kusahau hii mirengo yao ya kisiasa na kuona kama kweli tuna haja ya kuinusuru, kwa sababu moja kwa mfano ambalo limemgusa kila mtu ni Zanzibar kuporomoka biashara. Sasa hivi biashara nini kabisa na kusababisha maisha ya watu yamekuwa ya dhiki sana. Pili ni ufisadi mkubwa katika matumizi ya serikali, lakini la tatu ni dhulma kubwa sana wanaofanyiwa wananchi katika ardhi zao. Katika kipindi hichi haijawahi kutokea. Kwa mara ya kwanza kusema kweli kila mtu ameiona, nenda kusini, mashariki, kaskazini, magharibi, utawakuta wananchi wametulalamikia, wamelalamika, kauli yao ni moja kwamba hili lazima tutoke. Hata kama ajenda nyingi ambazo zimezungumziwa katika mkutano huu si mpya kwa kweli, inaonekana kwamba upinzani katika visiwa hivi wamedhamiria kwamba wataendelea kupigia kelele hadi pale zitakapotimia. Haijalishi ni kwa muda gani, lakini inaonekana hiyo ndio dhamira yao. Asante sana Sami Awami kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, nami napitia ujumbe wako uliotuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Jisto Malila kutoka Mbeya, Tanzania, unasema rais anayetetea nafasi yake huko Cameroon Paul Biya angalie matakwa ya wananchi, ndio maana nchi nyingine zimeweka ukomo. Alphonse Gosbet unasema tuko pamoja. Jafari Kopo kutoka Moshi, Tanzania, unasema anapata vyema kabisa kutoka Moshi, tuko pamoja mpaka tamati. Busongo Kasoka unasema kutoka Nanda Mbogwe, Geita, tuko pamoja BBC Swahili. Mudi Mabegi wa Kariakoo, mtaa wa Nyamwezi, unasema Rais Trump heshimu mipaka ya nchi za wengine. Wa Madon Kasika unasema huna amani moyoni kwa maana huna haki. Selegado Mudikala kutoka Mozambiki na Matili unasema huko Cameroon Paul Biya hawamtaki wananchi. Oscar Albert Oscar unasema BBC na yafuatilia 5 kwa 5 matangazo haya ya asubuhi. Ntemi Marco unasema hongereni BBC kwa taarifa za asubuhi hii. Hamad Saif unasema ninawapata 5 kwa 5. Ben Willy toka Msakuzi, Dar es Salaam unasema tunayapata vyema matangazo haya hapa Dar es Salaam. Vani Simeon unasema Mwenyezi Mungu awe nasi. Msikilizaji, unaweza na wewe kutembelea tovuti yetu ya BBC Swahili. Kuna taarifa mbalimbali tumeshakuwekea hii hapa. Makao makuu ya jeshi Sudan huko Alfashi yatekwa na wanamgambo. Atakayevunja sheria Oktoba 29 asilaumu, lasema jeshi la polisi Tanzania. Hadi hapo hatuna la ziada. Matangazo haya yamesimamiwa na David Nkia, Halima Nyanza muhariri. Kwa niaba ya Jamhuri mwa Vyombo na Phyllis Mwatemi, mimi ni Martha Saranga, mitamboni ni Esther Luambano. Tunakutakia Jumatatu njema.